Tumekuwa kwa muda mrefu katika mkoa wetu tunalia hatuna stendi, hatuna soko, mji ambao una wageni, mji wa kijanja, lakini tulikuwa tumekosa miundombinu muhimu. Na jana amefika hapa na tayari tumeshapata mkandarasi na tumesaini mkataba wa thamani ya bilioni 30.6 na tunakwenda kujenga stendi ya mkoa, tunaenda kujenga soko la mkoa na tumeongeza pia tunaenda kujenga garden ambayo itawafanya hata watalii wawe na sehemu ya kupumzika katika mji wetu wa Arusha. Lakini pia ametuongezea zaidi ya bilioni 3 karibia 4 kwa ajili ya kujenga soko la Mlombo ambako watu wengi walikuwa wanaenda wanaona soko ni chafu na nini, tunakwenda kulijenga. Na mkandarasi anaanza kazi tarehe 15 mwezi huu na mkataba wake ni wa miezi 15 kwa jambo hili la mwakani. Na bahati nzuri fedha zote zipo. Na nimwahidi jana Mheshimiwa Waziri, huyu mkandarasi nitampiga spana mpaka nyoke. Yaani mwezi yani tutakuwa tunatembelea ile soko kama vile wodi. Unaenda kumwangalia mgonjwa mpaka atoke wodini. Kwa sababu wana Arusha wameahidiwa kwa muda mrefu sana juu ya stendi soko lao na wamekaa bila kuwa na mazingira mazuri ya kufanyia biashara. Kwa hiyo naye atatueleza namna gani local government ina contribute na kutengeneza a good environment kwa ajili ya watu kufanya biashara. Yeye yuko katika formal sector, ana formalize zile sector ambazo haziawa ili kufika hatua ya wananchi waweze kukua. Lakini sasa ile eneo ndugu zanguni ni namna ya kuwapata wafanyakazi. Iko siku tutamwomba waziri wetu wa utumishi atusaidie. Kuna changamoto sana kubwa ya kumpata mtu mwenye sifa za kuajiriwa. Yaani ukiwa na kampuni ndio utanielewa vizuri. Kuna changamoto kubwa sana. Na sijajua ni nini kinapendelea, lakini tusipokuwa makini ndio maana kuna kipindi tulikuwa tunalalamika kwamba ajira nyingi zinachukuliwa na Wakenya. Sababu Kenya moja eneo ambalo limefanikiwa vizuri ni kuwatengeneza watu ambao wanaweza kuajirika. Kwa hiyo niombe pia wananchi wa mkoa wa Arusha, ukipata kazi lazima uiheshimu kazi. Usipate kazi alafu usiheshimu kazi. Usipoiheshimu kazi hatuwezi kupata maendeleo. Lakini pia ukipata kazi muheshimu aliyekupa kazi. Kwa sababu aliyekupa kazi maana yake amekubeba ndani yako. Maono yake yamekufanya ukawa na uwezo wa kuwa na mshahara. Na mshahara ndugu zanguni wote mnafahamu, mshahara ndio unaopanga nguo ya kuvaa. Mshahara unakupangia mpaka mke wa kuoa. Sio kama tumeelewana. Mshahara unapanga mpaka mke wa, sababu mke wa kuoa huwezi kuoa mke anayevaa wigi ya milioni 2 wakati mshahara unapata milioni 1.2. Kwa hiyo niwaombe sana viongozi, niwaombe sana wananchi, mkipata ajira muwaheshimu waliowapa hizo ajira na muheshimu kazi zenyewe ili tuweze kupiga hatua ambayo tunaitamani. Baada ya kusema hayo, niwashukuru tena na niwashukuru sana viongozi wa dini. Sasa kwa muktadha huo ninaomba kurudisha microphone kwa wahusika na mtatuongoza namna bora ya kwenda. Lakini nimefurahi sana kuwaona kuna watu ambao nilikuwa nimewapoteza siku nyingi sijaona, lakini nimefurahi leo kuona mahali hapa na imani wote tutaitumia fursa hii vizuri. Na baada ya pale nafikiri moderator mtaruhusu kutupa nafasi ya watu kuuliza maswali ili kupata uelewa wa kutosha na tuweze kufanya maamuzi sahihi. MC unandai. Lakini pia niwashukuru sana vyombo vya habari. Tumepata yuko kwenye gari akikaa yuko wapi. Lakini pia nimshukuru sana mstahiki meya kwa redio yake aliyoamua kutuunganisha live hapa Arusha na baadhi ya vyombo vya habari vilivyoko katika mkoa wetu wa Arusha. Kwa hiyo kwa namna nyingine ya kipekee ni kwamba kilichoko hapa hakitabaki tu hapa na Watanzania pia wamepata fursa ya kukipata. Lakini pia niwashukuru sana viongozi wangu wa chama leo wana ziara. Lakini hapa namuona mwenyekiti wa UWT mkoa pamoja na miradi 5